Mpendwa msikilizaji wa JJ Studio, karibu katika kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako, usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Agosti 1. Somo lisemalo ufalme wa Mungu moyoni. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Luka 17 mstari wa 21. Serikali ambayo Yesu aliishi chini yake ilikuwa yenye ufisadi na ukandamizaji. Kila upande kulikuwa na kilio cha dhuluma, kutoza kwa nguvu, kutokuvumiliana na ukatili uliokithiri. Hata hivyo, Mwokozi hakujaribu kufanya marekebisho yoyote ya kiserikali. Hakushambulia dhuluma zozote za kitaifa, wala kuwalaumu maadui wa taifa. Hakuingilia mamlaka au utawala wa wale waliokuwa madarakani. Yeye ambaye alikuwa mfano wetu alijiweka mbali na serikali za dunia, si kwa sababu hakujali shida za wanadamu, bali ni kwa sababu tiba haikuwa katika hatua za kibinadamu tena za nje tu. Ili kuwa na ufanisi, tiba ni lazima iwafikie watu binafsi na ni lazima iufanye upya moyo. Baadhi ya Mafarisayo walikuja kwa Yesu wakiuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Luka 17 mstari wa 20. Zaidi ya miaka 3 ilikuwa imepita tangu Yohana Mbatizaji alipotoa ujumbe ambao kama sauti ya tarumbeta ilikuwa imesikika kote nchini. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3 mstari wa 2. Bado hata sasa Mafarisayo hawa hawakuona dalili yoyote ya kuanzishwa kwa ufalme huo. Yesu akajibu, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Maelezo ya pembeni. Wala hawatasema uko hapa au huko pale, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu unaanzia moyoni. Usiangalie hapa au pale kwa ajili ya dalili za nguvu za kidunia kuashiria kuja kwake. Kazi za Kristo hazikumtangaza tu kuwa yeye ndiye Masihi, bali pia zilionyesha ni jinsi gani ufalme wake ungeanzishwa. Unakuja kupitia upole wa msukumo wa neno lake, kupitia utendaji wa ndani wa Roho wake, ushirika wa Roho pamoja na yeye ambaye ndiye uhai wake. Udhihirisho mkuu wa nguvu zake unaonekana katika asili ya mwanadamu kuletwa katika ukamilifu wa tabia ya Kristo. Mungu alipomtoa mwanawe kwa ulimwengu wetu, aliwapa wanadamu utajiri usioharibika.
utajiri ambao kwa kulinganishwa utafanya utajiri wa thamani sana wa wanadamu tangu ulimwengu ulipoanza kuwa ni ubatili. Kristo alikuja katika dunia na kusimama mbele ya wanadamu kwa upendo uliowekwa akiba milele, na hii ndiyo hazina ambayo kupitia uhusiano wetu pamoja na yeye tunapaswa kuipokea, kudhihirisha na kuigawa. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo ufalme wa Mungu moyoni. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri utupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa ufalme wako unaanzia moyoni mwetu. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, uachwi